Hivi unajua kwamba Tanzania anaweza kufuzu katika hatua ya mtoano, yani 16 bora akiwa na pointi 2 tu? Kama unavyojua mjumbe hauawi. Karibu katika hesabu za tukiwaki. Hizi ni hesabu, wakifanya hivi tukafanya hivi tukafanya hivi, mambo kama hivi. Bwana, AFCON 2025 inaendelea na Tanzania leo inashuka dimbani kucheza dhidi ya Tunisia, mchezo wake wa mwisho wa kundi C. Hivi unajua kwamba Tanzania anaweza kufuzu katika hatua ya mtoano, yani 16 bora akiwa na pointi 2 tu? Yani pointi 2 tu, yani hajashinda mchezo wote, akapata pointi 2 akafuzu hatua ya 16 bora. Do you know that? Sasa so chao. Karibu kwenye hesabu za tukiwaki. Kama mnavyojua jamani, mjumbe hauawi, naomba mnisikilize, msirushe mawe. Tanzania anaweza kufuzu hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza akiwa na pointi 2. Ikoje? Katika michuano ya AFCON timu zinazoshiriki ni timu 24 na timu 12 zinafuzu moja kwa moja kwenda hatua ya 16 bora. Zile timu 2 za juu katika kila kundi zinafuzu moja kwa moja. Kwa zinakuwa timu 12. Zinabakia timu 4. Hizi timu 4 ili kukamilisha ile idadi ya timu 16 zinapatikanaje? Zinapatikana kwa njia ya best loser. Kwamba zile timu ambazo zimeshika nafasi ya 3 katika kila kundi zinaweka kwenye group moja, ambapo zinachukuliwa zile timu 4 za juu ambazo zimefanya vizuri, ndio zinaenda katika hatua ya 16 bora kupitia hiyo nafasi ya best loser. Kwa hiyo Tanzania anaweza kufuzu hatua ya 16 bora kupitia njia hii ya best loser. Kwa maana ya kwamba zile timu ambazo zimeshika nafasi ya 3 zilizofanya vizuri, zile timu 4. Kwa hiyo makundi yako 6. Kwa hiyo zile timu 6 zitapangwa kwenye kundi moja, alafu zile timu 4 ambazo zimefanya vizuri, ambazo zimeshika nafasi ya 3 zitafuzu katika hatua hiyo. Na Tanzania yumo katika hii category. Sasa issue iko hivi. Katika zile timu 4 ambazo zinatakiwa zifuzu kupitia nafasi ya best loser, timu 3 tayari zishafuzu. Hizi timu ni Mozambiki kutoka group F, Benini kutoka group D, Sudani kutoka group E. Hizi timu zote kwenye magrupu yao zinashika nafasi ya 3 na zina pointi 3. Hivyo tayari zimeshafuzu kwenda hatua ya 16 bora kupitia nafasi ya best loser, kwa sababu zimefanya vizuri katika hizo timu ambazo ukizirank katika timu za best loser zenyewe ndo zina pointi nyingi. Kwa hiyo timu 3 tayari zisha kwenda. Ushamfahamu vizuri? Hivyo basi, kama timu 3 zimesha kwenda, bado timu moja ili zikamilike kuwa 4, na magrupu matatu tayari yameshatoa hizo timu 3. Kwa maana ya kwamba kama magrupu yapo 6, bado magrupu matatu. Katika hayo magrupu matatu, grupu moja ndio litatoa timu kwenda 16 bora kupitia nafasi ya best loser, kwa sababu timu 3 tayari zisha kwenda kutoka magrupu matatu. Nisikilize vizuri. Group F, D na E tayari tushamalizana nao. Kwa hiyo bado magrupu matatu ambayo ni A, B na C. Tuanze na group A. Group A, timu ambayo inashika nafasi ya 3 ni Komoro. Komoro ana pointi 2 na goal difference ya -2. Ukiirenki Komoro katika zile timu ambazo zinaweza kufika hatua ya 16 bora kupitia nafasi ya best loser, Komoro anashika nafasi ya 5. Kwa hiyo hawezi kushika nafasi 4 za juu. Kwa hiyo automatically Komoro tayari kashatoka. Kwa hiyo tunamtoa. Kwa hiyo katika yale magrupu matatu ambayo yanatakiwa kutoa mtu mmoja kwenda best loser, Komoro kutoka group A tushamtoa. Kwa hiyo tunabaki na makundi haya mawili, kundi B na kundi C. Kundi B yuko Angola ambaye ana pointi 2 na goal difference ya -1. Ndio huyo Angola kama unavyomwona hapo, yuko katika nafasi ya 4 katika hizo timu za best loser. Angola anasubiria mechi ya leo ya Tanzania, au anasubiria mechi za kundi C ndio ajue kwamba anaenda hatua ya 16 bora kupitia best loser au anatoka. Kwa hiyo makundi mawili, kundi B na C, kundi moja hapo ndio litatoa timu moja kuungana na hizi timu zingine 3 kwenda hatua 16 bora kupitia nafasi ya best loser. Nadhani ushanipata hapo. Kwa hiyo nimekwambia Tanzania anaweza kufuzu hatua ya 16 bora kupitia best loser akiwa na pointi 2. Ndio hesabu zinapokuja hapo za tukiwaki.
Tanzania atafikishaje pointi 2 na kufuzu? Ikitokea Uganda hajapata matokeo ya ushindi dhidi ya Nigeria, let's say Uganda katoka sare dhidi ya Nigeria, kwa maana hiyo Uganda atakuwa na pointi 2 na goal difference yake ya -2 inabaki vile vile. Tanzania akatoka sare ya magoli dhidi ya Tunisia, Tanzania atakuwa na pointi 2 na goal difference yake ile ile ya -1. Kwa nini sare ya magoli? Sare ya magoli kwa sababu Tanzania ikishashika nafasi ya 3 ina pointi 2 na goal difference ya -1, wataenda kumlinganisha na Angola ambaye naye ana goal difference ya -1 lakini ana pointi 2. Kwa hiyo watakuwa wamelingana kila kitu na Tanzania. Baada ya hapo kitaangaliwa kitu gani? Baada ya hapo kitakachoangaliwa ni magoli ya kufunga katika ile hatua ya makundi. Je, umefunga magoli mangapi? Angola mpaka sasa hivi, kwa sababu yeye keshamaliza mechi zake 3, amefunga magoli 2 na kafungwa magoli 3. Kwa katika magoli ya kufunga Angola na 2. Vile vile Tanzania mpaka sasa hivi kabla ya mechi amefunga goli hizi 2. Kwa hiyo akipata sare ya magoli, Tanzania let's say ikapata sare ya goli 1-1, atakuwa amefunga magoli 3. Kwa hiyo atakwenda na 16 bora kupitia magoli ya kufunga kuwa mengi. Kwa hapo atakuwa amemzidi Angola. Kwa hiyo hivyo ndivyo Tanzania atakavyoweza kufuzu hatua ya 16 bora kupitia best loser akiwa na pointi 2. Yaani hajashinda mchezo wote. Kwa hiyo Angola anamsikilizia Tanzania. Anasubiri kundi la Tanzania atakavyoisha ndio ajue kama anaenda au aende. Nadhani mtakuwa mmenielewa, hesabu za tukio wake zimenyoka. Kwa hiyo hapa tunawaachia wachezaji na kudra